Bana, kutokea New Amani Stadium, mechi ya fainali mkondo wa pili Simba dhidi ya RS Berkane imemalizika kwa sare ya bao 1-1, lakini aggregates ikiwa ni 1-3. Na jina la Beida Diane limeonekana likitajwa sana baada ya mechi hii kutamatika. Unadhani ni kwa nini, ndugu yangu Jaffe wa mipango? Kwanza nashukuru kwa nafasi ambayo umeweza kunipatia Mr. Augusto. Lakini pili, tutoe pongezi kwa maandalizi kwa maana ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia kwa idadi ya mashabiki waliojitokeza uwanjani kwa sababu uwanja ulikuwa ni sold out. Lakini tatu, pia kwa wachezaji wenyewe husika wa Simba Sports, licha kuwa ni mayatima katika mchezo wa siku ya leo, lakini waliweza kuonyesha nini wanachokihitaji kwenye fainali ya mkondo wa pili iliyochezwa visiwani Zanzibar. Kutajwa kwa jina la mwamuzi kama ulivyosema ni namna ambavyo aliweza kuisababisha vurugu ndani ya mchezo. Vurugu kwa mantiki ipi? Ni kwamba mwamuzi anatumika kutafsiri sheria zile 17 ambazo yeye ndo anakuwa ni Pilato wa kujua hili ni amuzi sahihi ama silo sahihi. Mchezaji huyu kafanywa madhambi, huyu hajafanywa madhambi, lakini yeye kageuka kuwa shubiri kwa upande wa Simba Sports. Ndio maana jina lake limesikika kwa kiasi kikubwa. Dhahiri shaili zilikuwepo namna za wazi kuibeba RS Berkane, pengine labda kutokana na wazifa wa kiongozi aliyopo nyuma ya RS Berkane, lakini tunashindwa kuelewa kwamba ni nini hasa kilichosababisha kutafsiri maamuzi ambayo hayakuweza. Wewe ukiangalia kwamba sheria hazimtaki yeye afanye vile, kwa namna moja ama nyingine lazima uingie kwenye vinywa vya mashabiki. Augusto, lazima ukae kwenye vinywa vya mashabiki kwa sababu wanaona kuna mazingira ambayo wewe unatumika kuwanufaisha wapinzani ambao automatically kwenye mchezo walikuwa tayari waishaweza kushikiliwa na Simba Sports. Tumeutazama mchezo ambao ulikuwa una mvuto wa aina yake. Mwalimu akiamua leo kuanza na Joshua Budo Mutale ambaye ni mchezaji aliyeingia dakika za jioni kwenye mechi ya mkondo wa kwanza na alionyesha kitu. Kwa mwalimu kumwamini Budo imempa mabadiliko au matokeo ambayo pengine ingechelewa kuyapata kama ambavyo imepatikana kwenye mchezo wa leo. Kwa hiyo tukiutazama mchezo, tukilitazama jina la mwamuzi, kiukweli mwamuzi kaonyesha dhahiri shaili kwamba yeye alikuwa yupo upande wa RS Berkane, na hii ni tafsiri kwamba hakuna haki unaweza ukaipata mbele ya yule aliyopo juu ya mamlaka, kwa maana ya kwamba wametudhihirishia kwamba wao ndio wapo juu ya mamlaka na wao wanataka lolote na kulipata pindi ambapo wanakuwa wamelifanyia maamuzi. Ili lilionekana dhahiri shaili kwamba Simba Sports kivyovyote vile hafai kuchukua kombe hili, na lazima Watanzania wanatakiwa walijue na hata viongozi pia wajue kwamba hizi mechi zinaendeshwa kwa fitna sana. Fitna hazipo tu ndani, fitna sasa tunaziona katika ukubwa, hususan katika michuano kama hii. Hatua ambazo Simba walipaswa kuandika historia ambayo walikuwa naiwaza kwenye vichwa vyao, lakini imeshindikana, imekuwa ni ngumu. Maamuzi ya kadi nyekundu, najiuliza mwamuzi alitafakari nini kutoa kadi nyekundu ambayo hauioni hiyo hayo madhambi ambayo Yusuf Kagoma alicheza kwa mchezaji wa RS Berkane. Kwa hiyo Simba imehukumiwa na muamuzi, Simba haijahukumiwa na RS Berkane. RS Berkane hawajaonyesha kile kiwango ambacho waliweza kukionyesha wakiwa nyumbani kwao. Dhahiri shaili ni kwamba bila ya muamuzi RS Berkane alikuwa anatapika nyongo kwenye uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar, kwa sababu tayari kwenye aggregate ilikuwa inasomeka 2-2. Ilikuwa inaenda mikwaju ya penalty, na kwenye mikwaju ya penalty haina mwenyewe 50-50, either Simba Sports au ikawa RS Berkane. Kwa unaona kwamba kuna mazingira ambayo yanatengenezwa kwa ile timu ambayo kiongozi ananufaika nayo ili tu iweze kubeba hiyo heshima, kwa sababu RS Berkane walichokuwa nakitafuta ni hii heshima, ambapo Simba Sports wameipigania kwa zaidi ya miaka 33 na hawakuwahi kuipata. Lakini leo hii unakwenda kumnufaisha mtu kwa sababu tu huyo mtu ana kiongozi katika shirikisho la mpira barani Afrika. Tayari mmeshindwa kutodhihirishia ubora unaozungumzwa kutoka katika timu za ukanda wa kaskazini mwa bara la Afrika.
hamtuonyeshi ule ubora ambao huwa unaelezwa kwamba hizi timu huwa zina ubora, zina wachezaji ambao kiukweli wanakuhukumu mahala popote katika kiwanja chochote. Lakini sasa hivi tunaona ugumu wa viwanja vya ugenini, na Simba amedhihirisha hilo. Tumezungumza mara kadhaa Agusto kwamba Simba linapokuja swala la yeye kuwepo katika uwanja wa nyumbani, basi anao uwezo wa kukugeuza vile atakavyo ili asalishe heshima yake kuwepo nyumbani, na limedhihirika hilo. Kitendo cha kupata bao moja na kwenye aggregate kusomeka bao 3-1 tayari kimeashiria kitu kikubwa sana, kwamba bado ilikuwepo nafasi ya kuihukumu RS Berkane, na pengine labda Yusuf Kagoma asingetoka, mzigo usingekuwa mkubwa katika eneo la katikati, ungesaidia mashambulizi kwenda kwa kasi ili Simba kusawazisha ile scoreboard, na pengine tungekuwa tunazungumza sasa hivi watu wa Lunyasi wangekuwa wananyanyua makwapa. Kwa namna moja au nyingine, Agusto, unaona namna ambavyo mwamuzi amechezesha kwa kuibeba RS Berkane. Ubingwa watajisifia kwamba wameubeba, wataandikwa kwenye historia kwamba walibeba ubingwa wa 2025 kwa kumfunga Simba Sports. Lakini uliubeba katika mazingira gani? Ndio tunataka tuangalie hapo. Huyu mwamuzi Agusto sio mara ya kwanza. Kama utakumbuka mechi ya Young Africans na Mamelodi Sundowns, hatua ya robo finali kuvuka kwenda nusu finali, uwanja wa nyumbani wa Mamelodi Sundowns, ni huyu mwamuzi ambayo aliidhurumu Young Africans bao halali, ambalo Motsepe alikuja kukia kwamba bana lile lilikuwa ni bao halali, umewadhurumu, kuna nini nyuma yake? Au hapa tuzungumze Motsepe alikuwa nyuma kwa sababu yeye ni rais wa shirikisho na ile tunafahamu ni timu yake. Kwa kuna namna wa viongozi hao wanajinufaisha kwa sababu wao wanayo mamlaka katika shirikisho, lakini wanayo nafasi katika hivyo vilabu, wananufaika na hivyo vilabu. Kwa inaathiri. Kwa hiyo mwamuzi huyu amekuwa na kasumba ya kutumiwa kuzidhoofisha mechi zingine au kuwanufaisha baadhi ya watu katika hii michuano, au ni kalba yake ndio yupo hivyo katika maamuzi? Huyu mwamuzi ni bomu la nyuklia. Kazi yake inajulikana. Halina mambo mengi. Lenyewe linakuja kufanya funika funua. Yaani halitaki maelezo mengi. Ndicho inachofanya. Ndicho alichokuja kukifanya. Alikifanya kule kwa Young Africans. Young Africans ikiwa kwenye peak performance. Na kila mtu alikuwa anakili wazi ubora wa Young Africans katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Hatuzungumzii mbali. Tunazungumzia msimu wa 23-24, sasa hivi tupo 24-25. Miguel Gamonde akiwa ndo kiongozi wa kikosi cha Young Africans. Pale walihukumiwa. Hili ni bomu ambalo linatumika katika nyakati za hatari ili kumwangamiza mpinzani. Waishajua kwamba huyu ndo mbuzi wa kafara tunaokwenda. Kama pale walizungumza, rais mwenyewe alizungumza kwamba lilikuwa ni goli halali. Mlichukua maamuzi gani kwa huyu mwamuzi? Alichukuliwa hatua gani huyu mwamuzi? Kama ndio aliyetafsiri kwamba ni goli halali, hakustahili kuwepo. Hakustahili kupewa mechi kubwa kama hii ya finali. Mnamleta kwenye mechi ambayo anakuja pia kuwafanyia dhuluma watu wa Simba Sports. Watu ambao walikuwa wanaona kabisa kuna matumaini ya kwenda hatua ya matuta. Sawa, bora wakubali kwamba wametoka kiume, lakini dakika 90 zimeweza kuscore, zimeweza kulevel ile scoreboard. Ndicho ambacho watu walikuwa nakitegemea kwamba basi tusawazishe tupate hizo bao mbili, hata kama itakuwa na ugumu kuweka bao la 3 ili kuhakikishia nafasi ya kuchukua kombe. Twende hizo hatua za penalty ndo zitatafsiri nani hasa anastahili kubeba hilo kombe. Lakini umewarahisishia hawa, licha kuwa kuna nyakati wamepoteza muda mwingi. Wewe mwenyewe mwamuzi umeingia kwenye huo mfumo wa kupoteza muda mwingi, mizozano imekuwa mingi, umeshindwa kutafsiri vizuri sheria za 17 za mpira wa miguu. Umewapa manufaiko RS Berkane. Ndicho ambacho kimeonekana kwenye mchezo wa leo. Uoni ubora wa RS Berkane ambao uliweza kuisumbua Simba Sports ili kuweza kuchukua ili kombe. Lakini unaona namna ambavyo mwamuzi aligeuka kuwa mchezaji wa RS Berkane ili kuisaidia timu kupata ubingwa. Na ndivyo ilivyokuwa. Simba wanatoka vichwa chini wakiwa na medali. Walichofanikiwa tu ni kwamba wamefanana na wenzao Young Africans kwa hii eras ya Generation Z, Gen Z. Ni kwamba na wao wameshuhudia Simba Sports ikicheza finali ya kombe la shirikisho na kombe lenyewe likiwepo pale. Wachezaji wao wamevaa medali. Licha kwa nimemwona Elie Mpanzu, ni mmoja ya mchezaji ambaye ametoka kichwa chini, kaumizwa vibaya mno kwa sababu anaona ameshindwa kuisaidia timu yake kutoa ubingwa. Na wao wachezaji kwa asilimia kubwa ilikuwa ni sehemu ya kuandika historia kwamba tuliingia ndani ya kikosi cha Simba Sports
wengine wameingia nusu msimu kama Elie Mpanzu, Jean Chalea wao wameanza, Budo Mutale anaonekana kuwaka dakika za jioni, pengine labda anataka kutetea usajili wake kuendelea kusalia Simba Sports. Wapo wakongwe, tunamzungumzia Fabrice Luamba Ngoma ambaye tayari alishacheza finali kadhaa, tunawazungumzia tunamzungumzia Shomari Kapombe, lakini huku Shabalala wao pia wameandika historia kwamba tumekuwa sehemu sasa ya kufikia hatua kubwa ya kimaendeleo, kufika finali. Mafanikio yalikuwa yanahesabika Simba kuchukua kombe, lakini haya wanaita maendeleo kwa sababu umefika hatua ya finali na umepata nini? Medali. Bado unabaki na lile lengo la kutaka kufikia ile hatua yako ya mafanikio kwamba nahitaji kubeba hilo kombe. Na ndivyo ambavyo wengi walikuwa wamejiwekea nadhiri kwamba kombe linabeba licha kuwa limekuwa swala gumu Mr. Gusto. Kwa hiyo unaona mchezo wa leo haukuwa mchezo wa kuona mpira ukichezwa. Mchezo wa leo ulikuwa ni mechi ichezwe ili watu yani hivyo itatafsirika, lakini wanasema furaha ya panzi ni vita kwa kunguru. Lakini hivyo well and good. Tukimalizia hapo kwa muamuzi, ukiachilia mbali mambo ya kugawa kadi kama Njugu, faulo ya Kagoma, bench la ufundi, lakini pia kupoteza muda na vitu vingine. Je, goli ambalo Mukwala ametia kambani na tukaona VAR ikahitajika kutafsiri kama ni offside ama la. Wewe kwa sababu utazama mpira, unazungumziaje goli la Mukwala? Je, ni offside halali ama ni namna pia ambayo imetumika kuwanufaisha RS Berkane? Kwa haraka isinge kuwepo VAR lilikuwa ni goli halali. Kwa haraka isinge kuwepo VAR lilikuwa linahesabika ni goli halali. Ila kwa sababu sasa ya usaidizi wa video assistance referee inakuwa ni manufaa kwa upande wa RS Berkane, kwa sababu kirejelea mpira wa rejeleo utaona mchezaji wa Simba Sports alikuwa amezidi ambaye ni Steven Dese Mukwala. Na kawaida ya offside inaanza kuangaliwa mpira ukiwa bado haujawa kwenye movement. Yani mchezaji akiwa anatoka kwenda kuupiga ule mpira, wewe ukavuka safi ya mwisho ya ulinzi wa timu pinzani, ina maana wewe unatafsirika kwamba ulikuwa kwenye eneo la kuotea kabla ya mpira kufanyaje kuchezwa. Lakini mpira ukiwa kwenye movement unakuja, tafsiri yake ni kwamba wewe unakuwa upo katika eneo sahihi, kwa sababu unakuwa katika mikimbio ya kupigania ule mpira ili uweze kuwini, either ukunufaishe wewe au umnufaishe mpinzani katika kuokoa. Kwa hiyo ukitazama katika jicho ambalo halina VAR utaihesabu kwamba ile bana utaona kwamba ni clear goal, lakini ukitumia VAR utaamini kwamba ile ilikuwa na lakini ndio maana mwamuzi akaitafsiri kwamba ni offside. Lakini complain itakuja tu pale ambapo wachezaji walimtaka mwamuzi aende akashuhudie kwamba una uhakika hii ni clear offside au tu umesikiliza bila ya kwenda kutazama. Licha kuwa si jukumu mama la mwamuzi anapopata uhakika wa kile kinachozungumzwa na wasaidizi wanaokuwa katika chumba cha VAR, basi ana uwezo wa kukitolea maamuzi moja kwa moja. Kama kikiwakanganyisha wao wenyewe, anaweza akamwambia nenda ukajiridhishe ili ujue maamuzi unaotoa, kwa sababu yeye ndio mtu wa mwisho katika kutoa tafsiri ya zile sheria 17, either ikawa ni goli au sio goli. Sasa huwezi kujua mwamuzi huku kazungumza nini, kwa sababu ni mawasiliano baina ya mwamuzi wa kati na wale wanaokuwa katika chumba cha VAR. Inaweza ikaambiwa ni goli akasema sio goli, hayo yanabaki kuwa kwake. Kwa hiyo mwisho wa siku Simba wamejitahidi, pongezi lazima ziende kwao, kongole, kwa sababu Augusto kutumia uwanja wa New Amani Zanzibar pale si uwanja mbaya wala si uwanja mgeni sana kwa Simba Sports, ila ushindani lazima uwe uwanja mgumu kidogo kwa upande wa Simba, kwa namna ambavyo wameuzoea uwanja wa Benjamin Mkapa. Pengine pungufu ya atmosphere pia imekuwa ni moja ya sehemu ya kutokuona mashabiki wakiwa na morali hiyo. Mashabiki kwa kiasi kubwa walikuwa wamepoa, nadhani kutokana na deni ambalo walikuwa wanaliona, lakini licha kuwa Simba ilitangulia baadaye kuja kutoka kwa kadi nyekundu ya mapema, hiyo ndio ilinyongonyesha kabisa mashabiki kujiona ni kama wamenyeshewa mvua kwenye shughuli.
Kwa hiyo yote kwa yote ni kuipongeza Simba Sports kwa hatua ambayo imefika ndani ya msimu ambao hakuna mtu aliyetarajia kuiona Simba ikicheza fainali. Fainali sio tu ya michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ukiwasikiliza walio wengi, Simba hawakuipa hiyo nafasi hata ya kuongoza ligi. Wengi wakiona Simba inastahili kuwa nafasi ya 4, wengine wakizungumza Simba inastahili kuwa nafasi ya 5. Lakini Simba anatoka kwenye fainali la kombe la shirikisho barani Afrika akiwa ni na mtu ambaye yupo nafasi ya 2. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba Fadlu Davis amedhihirisha namna ya ubora wa mbinu ambazo amekuwa nazo ndani ya kikosi cha Simba Sports, licha kuwa pia na yeye amekuwa na mabadiliko ambayo mwisho wa siku yanakuwa yanaleta walakini. Fadlu kwenye moja ya maeneo ambayo yanampa shida ni maeneo ya mabadiliko.